Uharigani mtazamaji wa Star TV, karibu sana katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na ujumbe maalum wa watu wa taifa la Msumbiji washangazwa na uwekezaji uliofanywa katika taasisi ya moyo ya JKCI. Kwa hayo na mengine mengi ni kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya kwa kupakua app yetu kwenye mitandao mbalimbali kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania. Unaweza pia kufuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James, karibu. Habari tulizonazo sasa ni kwamba moshi mweupe umetoka kule Vatican, na hiyo inamaanisha kwamba Baba Mtakatifu amepatikana, na huyu ni baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco ambacho kilitokea hivi karibuni. Star TV bado inaendelea kufuatilia kuweza kupatia jina la Baba Mtakatifu mpya, jina ambalo amelichagua. Kwa hiyo fuatilia kwa makini. Pengine kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, tutakuwa tumekupatia jina rasmi la Baba Mtakatifu. Tanzania na Msumbiji zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wao wa kiuchumi kwa kuongeza wigo wa biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili ambayo yana historia ndefu ya uhusiano wa kidiplomasia. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari Ikulu Dar es Salaam mara baada ya kumalizika kwa mazungumzo ya wawili, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema amekubaliana na rais mwenzake wa Msumbiji Daniel Chapo kuanzisha vituo vya pamoja kwenye mipaka ya nchi hizo ili kurahisisha ufanyaji biashara baina ya Tanzania na Msumbiji. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani. Sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Rais Daniel Chapo wa Msumbiji amesema mambo muhimu waliyokubaliana na mwenzake wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan ni pamoja na kuimarisha usafiri wa anga kwa mashirika ya ndege ya Msumbiji na Tanzania ili kutoa huduma kwenye miji mikubwa ya mataifa hayo. Katika mazungumzo yetu kwamba tuliona kwamba ni kuna muhimu wa kuwepo na wafanyabiashara katika ziara yetu ambao walikuja kufanya mazungumzo na wafanyabiashara wa Tanzania, lakini ushirikiano katika biashara ya bahari, lakini pia usalama wa bahari kwamba ni muhimu sana, lakini pia ushirikiano katika usafiri wa anga. Rais wa Jamhuri ya Msumbiji Daniel Chapo amewasili nchini kwa ziara ya kitaifa ya siku 3 kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 9 Mei 2025 kufuatia mwaliko wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo atatembelea kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika na stesheni ya reli ya kisasa SGR jijini Dar es Salaam ili kujifunza na kuangalia fursa za ushirikiano. Rais Chapo pia atatembelea visiwa vya Zanzibar ambapo atakuwa na mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi. Atatembelea miradi mbalimbali ikiwemo mamlaka ya kusimamia uvuvi wa bahari kuu na soko la samaki la Malindi. Hamisi Mbega, Star TV, Dar es Salaam. Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA limeanza kufanya dua maalum ya siku 3 yanayolenga kuombea viongozi na kuliombea taifa amani kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Taarifa zaidi na Michael Noel. Dua hiyo maalum imezinduliwa jijini Dar es Salaam na Rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi, ambaye katika hotuba yake amesisitiza umuhimu wa kuliombea taifa ili livuke salama mchakato mzima wa uchaguzi mkuu. Nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu ambapo amani ina umuhimu mkubwa kabla
wakati na baada ya uchaguzi huo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuvushe salama katika uchaguzi unaokuja. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, jukumu la kuombea dua mashekhe, waalimu na Waislamu wenzetu walio hai na waliotangulia mbele ya haki ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini. Hakika hii ni ishara njema ya kuonyesha mapenzi yetu makubwa kwao kwa mchango wao katika kuendeleza Uislamu na kupelekea ustawi katika jamii yetu. Kwa upande wake, Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi amesisitiza suala la umoja na mshikamano wa kitaifa ili kudumisha amani iliyopo. Dua hii itawahusu wazee wetu wa nafasi zao zote kama nilivyotanguliza kusema, mashehe zetu, baba zetu, kiumeni na kikeni, lakini pia viongozi wa asisi wa taifa hili la Tanzania. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie huko walipo, awape vitabu vyao kwa mikono ya kulia na awaepushe na adhabu ya makaburi, lakini pia adhabu ya siku ya Kiyama. Siku ya Jumamosi inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia kufika salama salimini, itakuwa ni kilele cha kuhitimisha dua hii ambayo ratiba itaanza saa 4 asubuhi katika viwanja vya msikiti huu wa BAKWATA nyuma pale. Ratiba hiyo itaanza saa 4 na mpaka ikifika wakati wa salati dhuhuri tutasimamisha, na ratiba rasmi ya serikali itaanza saa 8 kamili, ambapo mgeni rasmi tunamtegemea kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dua hiyo ya siku 3 kwa ajili ya viongozi waliopita, wa sasa na taifa la Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu itahitimishwa Jumamosi wiki hii katika viwanja vya msikiti wa BAKWATA makao makuu uliopo Kinondoni, Dar es Salaam, ambapo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni. Dua hiyo maalum iliyoandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Ujumbe maalum wa watu wa taifa la Msumbiji umefanya ziara katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam na kueleza kushangazwa na namna taasisi hiyo ilivyowekeza katika utaalamu wa magonjwa ya moyo na mitambo ambayo inatoa huduma za kibingwa ikizidi hospitali za mataifa mengi barani Afrika. Tupate taarifa zaidi. Ujumbe huo wa watu wa Msumbiji kufanya ziara katika hospitali ya taifa Muhimbili na baadaye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI umeongozwa na mke wa rais wa taifa hilo Bi Gueta Selman Chapo. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Gueta Chapo amesema anatamani taasisi kama hiyo ingekuwepo katika kanda kadhaa nchini Msumbiji kuwahudumia wananchi wa taifa hilo. Tumeona operation za mioyo na wamesema wanahudumia wagonjwa wa nje 2000 na wana uwezo wa kulaza wagonjwa 100. Hivyo hospitali ya kwetu peke yake ambayo iko Maputo haiwezi kufanya hayo yote, na pia tunatamani ije ishirikiane na hizi hospitali kwa ajili ya huduma za kibingwa, lakini pia tunatamani kwamba hospitali za namna hii kama kwenye nchi yetu tungepata katika ukanda wa kusini, kati na kaskazini ili iweze kuhudumia mama zetu na dada zetu nchini kwetu Msumbiji. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Dr. Peter Kisenge amesema uwekezaji mkubwa uliofanyika kwenye taasisi hiyo umeifanya kuwa kimbilio la wagonjwa mbalimbali wa moyo kutoka ndani na nje ya nchi na kuvutia utalii wa tiba. Tutawasaidia na wao kule Msumbiji kuwajengea uwezo ili waweze kutibu haya matatizo ya moyo, lakini na kuleta wagonjwa mbalimbali ambao wenye matatizo ya moyo kuja kutibiwa hapa. Na hii italeta swala la tiba utalii, ambapo Mheshimiwa Rais kama mnavyofahamu ameuimarisha sana utalii tangu alipochukua madaraka, na sasa hivi tunaona sasa tiba utalii inakuwa. Wakati wa ziara hiyo ya ujumbe wa watu wa Msumbiji, mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya Dr. Hamad Nyembea amesema Tanzania imeendelea kupiga hatua katika huduma bobezi za afya, hali inayofanya watu wengi kuja kujifunza. Msumbiji kama tunavyojua hawa ni ndugu zetu, marafiki zetu wa muda mrefu tangu kabla ya uhuru na sasa, kwa wanakuja kujifunza kuona maendeleo makubwa ambayo Tanzania imeyachukua kwenye kuendeleza huduma hasa za kibobezi, na kwa kupitia kujifunza huko wanatamani pia na wenyewe waende kwenda kuanzisha huduma kama hizi.
Mke wa rais wa Msumbiji Bigueta Chapo yupo nchini akiwa ameambatana na mumewe Daniel Francisco Chapo kutoka Dar es Salaam. Michael Noeli, Star TV. Wazazi wametakiwa kutimiza wajibu wao wa malezi na matunzo ya watoto kwa kuzingatia maeneo muhimu ili kumkuza mtoto huyu na kuwa na tija kwa taifa na familia kwa ujumla. Joyce Ngerangera ana taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuelekea Siku ya Familia Duniani inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 15 mwezi wa 5. Tuna watoto ambao hawana tija kwenye familia na taifa kwa ujumla, lakini pia ni kazi ya mikono yetu katika kuwalea na kuwakuza kwenye kipindi cha umri wa chini ya miaka 8. Tusiwagombeze sana, kae nao mezani, tuzungumze vizuri ili tuwapeleke kwenye mstari. Aidha, wazazi au walezi watenge muda wa kuzungumza na watoto wao mara kwa mara ili kuimarisha muunganiko, bondi. Yaani mtoto msomane, mwe bondi baina ya mzazi, wewe na mtoto, na pia kujua maendeleo yake na changamoto zinazomkabili kwa wakati na kuzipatia ufumbuzi kabla hazijaleta madhara makubwa. Aidha, Dr. Gwajima ameongeza kuwa wizara inaendelea kuimarisha mifumo ya kisheria na kufanya marekebisho ya sheria kisha kutaja adhabu mbalimbali zitakazochukuliwa dhidi ya vitendo vya ukatili mtandaoni. Marekebisho hayo yamelenga kuondoa upungufu unaojitokeza katika utekelezaji wa masharti katika sheria husika ili kuimarisha ulinzi na maslahi bora ya mtoto. Na sheria ya makosa ya kimtandao sura ya 443 ambapo atakayebainika kushiriki vitendo vya ukatili mtandaoni atakabiliwa, nisikilizeni, na adhabu ya faini isiyopungua milioni 50 au thamani mara 3 ya faida aliyoipata kupitia kitendo hicho, au kifungu kisichopungua miaka 7 au vyote kwa pamoja, au adhabu nyingine itakayoamriwa na mahakama. Kutoka jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na wadau wa kamati ya uhakiki ya wilaya ya Nyamagana imefanikiwa kuokoa kiasi cha fedha zaidi ya milioni 700 zilizotarajiwa kutolewa katika mikopo ya serikali ya 10% ya mapato ya ndani katika halmashauri. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Hayo yamebainishwa na kaimu mkuu wa TAKUKURU mkoani Mwanza Protas Henry wakati akitoa taarifa ya robo mwaka kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu mbele ya waandishi wa habari, ambapo katika taarifa hiyo ameeleza kuwa vikundi 41 vilibainika kukosa sifa. Vikundi hivyo vilibainika na makosa mbalimbali ambayo ni: moja, kuomba mkopo kwa miradi hewa; pili, kuwasilisha kwa kamati vielelezo vya kugushi, mfano proforma invoice na mikataba ya uongo ya maeneo ya kufanyia biashara. Protas amesisitiza taasisi hiyo itaendelea kufuatilia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ikiwemo sekta ya elimu. Kwa upande wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU imeokoa kiasi cha milioni 17,372,708 na senti 26 na kuziwasilisha Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa maana ya TRA. Fedha hizo ni za malipo ya kodi ya zuio kutokana na utekelezaji wa miradi kwenye sekta ya elimu iliyofuatiliwa katika kipindi tajwa hapo juu. Baadhi ya waandishi wa habari waliohudhuria mkutano huo wameiomba taasisi hiyo kufuatilia nyendo za watiania, hasa wakati huu ambapo nchi inaelekea katika uchaguzi mkuu. Pengine tueleze kama TAKUKURU imejipanga vipi kukabiliana na swala hili ambalo limekuwa ni kizungumkuti na limekuwa likiwapatia watu wengine kuonekana mko wachache, amweze mkakabu huku na kule. Kwa hiyo nataka kufahamu hilo. Kuna watu wote ambao pengine kama TAKUKURU wanashikiliwa kutokana na kujihusisha na vitendo hivyo, au kuna hatua gani ambazo zimechukuliwa kwa wale ambao wamebainika kujihusisha na vitendo hivyo? Tumeshaanza maandalizi kwa maana ya utoaji wa elimu kwa njia mbalimbali kupitia mkutano mbalimbali na wananchi, kupitia kwenye vituo vya redio pamoja na TV, lakini pia tunafuatilia
au wagombea ambao wameanza kujitokeza. Taasisi hiyo imekuwa na utamaduni wa kutoa taarifa za utendaji kila robo mwaka ili kujulisha umma juu ya utekelezaji wa majukumu mbalimbali katika kuzuia na kupambana na rushwa nchini. Washtakiwa wa kesi ya kuingia kwa jinai inayowakabili wachimbaji wadogo 5 wa dhahabu eneo la Kampilipili wilaya ya Songwe wameiomba mahakama kutupilia mbali shtaka hilo kwa kuwa halina uhalali wowote kisheria. Taarifa zaidi na Laudence Mkonda. Mahakama ya hakimu mkazi wilaya Songwe imeendelea na shauri la kesi ya kuingia kwa jinai namba 34358 ya mwaka 2024 inayowahusu wachimbaji wadogo 5 wa dhahabu dhidi ya kampuni ya Denick Mining ya jijini Dar es Salaam. Baada ya upande wa mashtaka kumaliza ushahidi wake, mahakama hiyo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Agustino Lugome alitoa hukumu ndogo ambayo iliwataka washtakiwa wote 5 kuwa na kesi ya kujibu na kujitetea. Katika kesi hiyo jumla ya mashahidi 9 na kielelezo kimoja kwa upande wa utetezi wakiwemo washtakiwa 5 wametoa ushahidi wao mahakamani hapo. Mashahidi hao 9 wakiwemo washtakiwa wameieleza mahakama kuwa kesi iliyofunguliwa dhidi yao sio ya kweli na kwamba ni vyema ikatupiliwa mbali ili kuendelea na mambo mengine ya kujenga taifa. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama, wakili anayewakilisha washtakiwa Banaba Pomboma amesema mwenendo wa kesi hiyo ni mzuri. Tumefanikiwa kusikiliza mashahidi 9 upande wa utetezi. Kwa tunategemea kwamba tarehe 13 ili tuendelee na mashahidi wangapi au 4 waliobaki kwa ajili ya upande wa utetezi. Mwenendo wa kesi kwa ujumla mnaonaje? Mwenendo kwa maana taratibu za uendeshaji wa kesi za jinai unaenda vizuri na hakuna changamoto yoyote, kwamba tulivyomaliza upande wa prosecution na sasa tumeendelea na upande wa defense, tumefanya usikilizwaji wa mashahidi wote hao 9, tumemaliza vizuri, kwa hiyo unaenda vizuri. Kesi hiyo itaendelea tena Mei 13 mwaka 2025 kwa upande wa utetezi ili kumalizia mashahidi 2 waliosalia kabla ya kwenda hatua inayofuata. Januari 23 mwaka 2025, Wilgis Patrick Njeleka, Goodluck Mungule, Yohana Doto Yunge, William Gerard na Ayubu Mwanyumba walifunguliwa shtaka la kuingia kwa nia ovu kuchimba dhahabu kwenye leseni ya Denick Mining eneo la Kampilipili na kufanya shughuli za uchimbaji bila kuwa na uhalali wa mamlaka husika. Laudence Mkonda, Star TV, Songwe. Uongozi wa mkoa wa Manyara umewatoa hofu wakazi wa mkoa huo wanaohofia kuwa ugonjwa wa Mpox umeingia na kuathiri baadhi ya watu hasa maeneo mbalimbali mkoani humo. Zakaria Mtigandi ana taarifa zaidi. Mganga mkuu wa mkoa wa Manyara Dr. Andrew Method amesema kwa wanaodai kuugua ugonjwa huo, sampuli zinapopimwa hukutwa na magonjwa mengine na si Mpox kama wanavyohisi. Na pale ambapo anakuwa ni mhisiwa, sisi tunakuwa na jukumu la kuchukua hatua za kuweza kumtambua, lakini kuweza kufanya vipimo na kudhibitisha, je, kama kweli huyu ni mgonjwa wa Mpox au sio mgonjwa wa Mpox. Hata mimi nimekuwa nikipokea simu mara kwa mara kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wakiuliza, jamani, nimeona mtu amepata vipele namna hii, je, ni ugonjwa sio ugonjwa? Na pale ambapo sisi tunakuwa tunapata hizo taarifa, tunachukua hatua za haraka kupeleka timu ya wataalamu na kufanya upimaji ili kudhibitisha kama ni ugonjwa au sio ugonjwa. Timu ya wataalamu wa afya imekuwa ikitoa elimu kwa jamii kuhusu ugonjwa huo wa Mpox maeneo mbalimbali ya mkoa. Kijiji cha Nondonji kiwilani Simanjiro ni eneo mojawapo ambalo wakazi wa kijiji hicho wamenufaika na elimu ya ugonjwa huo. Ndugu wananchi, tusikilizane kwa umakini hapa. Ugonjwa wa Mpox ni ugonjwa ambao umeingia ghafla kwenye nchi yetu. Dalili za ugonjwa huu kwanza ni upele, unatokwa na upele kwenye mwili, malengelenge, vidonda hasa kifuani, usoni na hata sehemu za siri. Unapata homa kali, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya mgongo, kuvimba mitoki ya mwili na vidonda vya koo. Jinsi ya ugonjwa unavyoambukizwa, njia moja wapo ni kugusa majimaji ya mwili wa mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa Mpox. Salimiana kwa mikono au hata kukumbatiana unaweza kusababisha kupata ugonjwa. Dr. Method anawataka wakazi wa mkoa wa Manyara
kutoa taarifa haraka punde wanapoona dalili, kwani ugonjwa wa mpox hauna tiba wala chanjo kwa sasa. Tumekuwa tukiendelea kueleza wananchi kwamba mpaka sasa hivi ugonjwa huu hauna chanjo wala hakuna tiba ambayo inatibu ugonjwa huu, isipokuwa sisi kama wataalamu iwapo tutapata mgonjwa basi tutatibu dalili zile ambazo anakuja nazo ili kuepusha asije akapoteza maisha. Na kama anakuwa anaumwa kichwa tutamtibu kichwa asije kaendelea kuuma. Kama anakuwa na homa kali tutatibu ile homa kali ambayo imekuwa imeambatana nayo. Lakini pia kama anakuwa ametoka vile vipele basi tutatibu vile vipele na kuhakikisha kwamba vimletei madhara. Ugonjwa wa mpox huenezwa na virusi aina ya monkeypox, na ugonjwa huu ni hatari zaidi kwa watoto wadogo kutokana na kinga yao kuwa chini. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Ludovic Nduhie ametoa wito kwa uongozi wa Chuo cha Bahari Dar es Salaam DMI kuhakikisha kinajitangaza ili kiweze kujulikana ndani na nje ya nchi, ili chuo hicho kiweze kupata wanafunzi wengi zaidi. Nduhie ameyasema hayo baada ya kutembelea na kukagua vifaa mbalimbali vilivyonunuliwa na serikali kwa ajili ya kufundishia katika chuo hicho. Taarifa zaidi ni hapa. Nduhie amebainisha kuwa chuo hicho ni chuo muhimu kwa vijana na watu wa rika zote wanaopenda mafunzo ya baharia na uchumi wa buluu, kwani ni chuo pekee katika Afrika Mashariki na Kati. Wanafanya vizuri, na bahati nzuri serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye hiki chuo kwa kununua vifaa mbalimbali vya kufundishia. Tumeona mitambo mbalimbali ya simulations ambazo zinatoa mafunzo kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo nitoa wito wangu kwanza kwa Watanzania wote na vijana wetu wote kufuatilia kujua hasa mambo yanayotoka kwenye chuo hiki na umuhimu wake. Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Wilfred Kileo amesema kuwa serikali imekiwezesha chuo hicho kupata vifaa vya kisasa vyenye thamani ya shilingi bilioni 7. Tumekuwa na simulator za zamani, sasa hii mpya itaendelea kuongeza chachu ya mafunzo kwa vitendo. Tunashukuru sana serikali yetu na kwa jinsi hii ambapo kwa hili jambo imetumia ndugu zetu wa TPA kudonate hiyo support. Kwa upande wake makamu mkuu wa chuo mipango, fedha na utawala Daktari Lucas Mwisila amesema kuwa chuo hicho kina wanafunzi zaidi ya 5,000 na mwitikio ni mkubwa kwa vijana kujiunga na chuo hicho. Tunaonesha pia namna ambavyo tunatumia vifaa vya kisasa katika kusapoti mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo vifaa hivi kama ambavyo ameeleza kiongozi ni chachu kwa vijana wetu wa Kitanzania ili waweze kupata weledi unaojitosheleza katika kuendesha vyombo vya majini. Baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wamesema kutokana na vifaa vya kisasa vya kufundishia vinawasaidia kufanya mafunzo ya vitendo kwa urahisi na kuelewa masomo. Ya kuona ni namna gani tutaitumia wakati ambapo tutakuwa tumeajiriwa, ni kwamba inatumika kulift up bidhaa mbalimbali, kuzitoa from one place to another. Hivyo basi tunawakaribisha wanafunzi waliohitimu kidato cha 6, kidato cha 4. Karibuni sana katika chuo chetu. Mwingiliano wa makabila ndani ya jamii ya Wahadzabe ni moja ya sababu inayoongeza hofu miongoni mwa wanajamii wa kabila hilo kuwa huenda mila na desturi zao zikapotea. Beatrice Gerard kutoka Arusha na taarifa hii. Uwindaji na ulaji wa matunda ni utaratibu wa kawaida wa jamii ya Wahadzabe, na ujio wa watu kutoka nje maeneo yao ya asili kunatajwa kuchangia uanzishwaji wa shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo kilimo, jambo linalohatarisha utamaduni huo. Kwa makabila ambayo wameweza kuvamia maeneo yetu, ni changamoto mojawapo wa wanyama kuhama kutoka mahali walipokuwa mwanzo kusogea mahali pa makazi mengine. Wanapoenda kuingia wanaweza kaharibu, wakachimba mizizi, mizinga ya asili ya nyuki, wanyama watawapoteza. Sasa ina maana kwamba sisi tutapata shida sana katika mazingira hayo kwa ajili ya chakula cha Wahadzabe, na hata mila pia na utamaduni unaweza ukapotea kwa sababu sasa kutakuwa na mwingiliano mkubwa sana. Mkuu wa kitengo cha sayansi asili kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, Kelvin Robert, anakutana na jamii hii katika mafunzo ya kutumia teknolojia ya kisasa ili kutambua nyayo na mwenendo wa wanyama, hatua itakayosaidia kudumisha mtindo wa maisha ya uwindaji wa kabila hilo. Tunalenga kuwafundisha mbinu, teknolojia mpya
ambayo itawawezesha kuhusianisha, kuintegrate mbinu zao za asili za uwindaji na ufuatiliaji wa nyama na teknolojia ya kisasa. Tunasema integration of modern technology with hazard indigenous knowledge in tracking and trailing. Kwa hiyo mbinu hizi zitawasaidia kujua mbinu za kisasa za kuweza kufuatilia, kuwinda, kusapoti shughuli za utalii, lakini pia kuwinda, kusapoti shughuli za utalii, lakini pia kufuatilia nyayo za wanyama. Wahadzabe wameendelea kuwa kivutio nchini kutokana na mtindo wao wa maisha ya kutegemea nyama na matunda, maisha ya asili ambayo yamekuwa sehemu ya kuimarisha afya zao kuliko jamii zingine. Wakati nikiwa mwanafunzi Ulaya, niliwahi kuona wanafanya kitu kinachoitwa fecal transplant. Walipata kinyesi kutoka kwa Wahadzabe wa Tanzania, wakaanzisha wale watu ambao walikuwa wana changamoto kubwa sana katika mataifa ya Ulaya, wakawa wanafanywa fecal transplant kutoka kwenye kinyesi cha Wahadzabe, na walionyesha kupona matatizo mengi ya tumbo. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Na mtazamaji, kanisa Katoliki limepata baba mtakatifu mpya. Kama nilivyokuambia hapo awali, moshi mweupe ulitoka kabla, na sasa jina lake ni nani? Huyu ni Kardinali Robert Prevost kutoka Amerika, ambaye anachukua nafasi basi ya baba mtakatifu Francisco ambaye aliitwa na Mwenyezi Mungu hivi karibuni. Na sasa ni kwamba atachukua jina la Papa Leo wa 14. Kwa hiyo sasa tuna baba mtakatifu Papa Leo wa 14. Kila la heri katika matashi yake, lakini pia utume wake mpya. Mtazamaji, tunapumzika kidogo. Tutakaporejea tutasonga mbele na taarifa yetu ya habari. Lile balala soka wiki hii ni noma ndani ya Star Times. Baada ya Barcelona kuwachapa vibaya Real Madrid kwenye Copa del Rey, wiki hii wababe hawa wanakutana tena kwenye El Clasico nyingine kubwa ya La Liga. Jumapili hii ni Mei 11 saa 11:15 jioni. Mechi hizi zinakujia live kupitia chaneli zetu za michezo kwa lugha ya Kiingereza na kupitia TV3 kwa lugha ya Kiswahili. Lipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 kwa watumiaji wa decoder antena, ama kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 kwa watumiaji wa dish. Jiunge leo kwa bei ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25,000 au kwa decoder dish full set kwa shilingi 56,000 tu. Star Times, enjoy digital life wewe. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room ya God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Mimi nifikiria utaniambia habari ya biashara, habari ya mifugo. Huu unazungumza habari ya ujenzi. Kwa hiyo hii bati ndio utaezekea. Sasa wakati tulikuwa nao ulitaka niesheke nini maboshi? Fundi. Umeshindwa kumshauri huyu mzee? Pengine alikuwa na bana matumizi. Sikia Jangala, mabati yenye geji 32 hairuhusiwi kabisa kuwezekea nyumba za kuishi. Bati ambazo zinafaa kwa ujenzi ni geji 28 na geji 30. Geji 32 zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kuwekea uzio kwenye mradi au ujenzi wa kujengea mabanda ya mifugo. Niwakuelewa. Tena hakikisha bati hizo zimekidhi viwango na kuwekewa alama ya ubora ya TBS. Kwa maelekezo zaidi piga namba zifuatazo: bure 0800 tovuti www.tbs.go.tz. Utekelezaji wa miradi ya kilimo na ufugaji katika taasisi za elimu katika mkoa wa Njombe umekuwa sehemu ya mchango mkubwa wa kuimarisha lishe kwa wanafunzi ili kukabiliana na changamoto ya udumavu kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5
ambao wanatajwa kuwa hatarini zaidi. Dickson Kanyika na taarifa zaidi. Lishe ya mwanao, mafanikio yake. Lishe yako, mafanikio yangu. Mkoa ambao awali ulikuwa kinara wa udumavu nchini, lakini si kwa sasa. Hii ni kufuatia juhudi za uongozi wa mkoa kwa kushirikiana na wadau wa lishe ambao walikuja na mbinu mbadala za kumaliza kabisa udumavu, mojawapo ikiwa ni elimu na kuanzisha miradi ya kilimo na ufugaji katika taasisi za elimu. Tuna bustani za mboga za kutosha ambazo tunabadilisha, lakini vyakula tunabadilisha. Lakini pia tuna mradi ambao tumeuanza mwaka huu, ni mradi wa ng'ombe. Bali na kwamba tunategemea kuja kupata maziwa, lakini samadi inayopatikana inatusaidia katika kuboresha bustani ya shule. Zaidi ya hapo, watoto watapata stadi kwa sababu wanashiriki pia katika kuhudumia huu mradi. Watapata stadi ya kujifunza, wakitoka wanaweza kwenda kutekeleza kwenye maisha yao ya kila siku. Miradi hii ya kilimo na ufugaji shuleni inatekelezwa katika halmashauri zote za mkoa wa Njombe, na ufanisi wa miradi hii unatokana na usimamizi wa karibu wa maafisa mifugo ngazi ya kata kwa ushirika wa karibu kabisa na maafisa maendeleo ya jamii. Wanatushirikisha kwa kila njia, na sisi tumejiwekea ratiba yetu angalau kwa wiki tuwatembelee mara 2. Tunahakikisha tunashirikiana nao kwa ukaribu, tunawatembelea. Tukiwatembelea tunajua changamoto zao ni zipi na tunaweza kuzitatua vipi. Kutoa elimu namna ya ulishaji na ukingaji dhidi ya magonjwa. Miradi hii ina tija kubwa kuanzia eneo la lishe, lakini vile maarifa ambayo wanafunzi wanayavuna kupitia elimu inayotolewa na wataalamu wa mifugo katika kipindi chote cha usimamizi wa miradi hiyo. Sisi hapa tuna bustani, tuna vyakula vya nafaka vipo kwa wingi. Ng'ombe pia atatusaidia kuchangia protini ambayo italeta manufaa makubwa zaidi katika kuondoa udumavu kwenye mkoa wetu wa Njombe. Katika mji wa Makambako, takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 41% ya watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 wana udumavu, wakati mkoa ukiwa na 50.4 ya udumavu, licha ya kwamba tafiti zilizofanywa hivi karibuni ndani ya mkoa zinabainisha kushuka zaidi kwa takwimu hizo za udumavu. Halmashauri yetu ina 41% ya watoto chini ya miaka 5 waliodumaa. Mkoa sasa tuna 40.2 ya watoto wenye udumavu. Hili ni wazo lililoibuliwa na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka, ambalo kwa sasa limeonyesha kuzaa matunda kwa kiasi kikubwa ya kukabiliana na udumavu. Dickson Kanyika, Star TV, Njombe. Tazamaji, habari za biashara na uchumi zitafuata muda sio mrefu kuanzia sasa. Endelea kuwa nami. Mkoa wa Morogoro unatarajia kuzalisha tani 51,397 zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 156.9 kwa mazao 4 ya korosho, kakao, ufuta na mbaazi msimu wa mwaka 2025-2026, wakiwekea mkazo matumizi ya mfumo wa stakabadhi ya ghala kudhibiti madalali wanaonunua mazao hayo kwa bei ya ulanguzi. Taarifa zaidi na Omar Hussein. Kiasi hicho zaidi ya tani 51,397 ni ongezeko la wastani wa tani 39,405 ikilinganishwa na msimu uliopita, msimu wa kilimo wa mwaka 2024-2025. Uzalishaji kwa mazao hayo 4 ilikuwa jumla ya tani 11,992 zilizouzwa kwa mfumo wa stakabadhi ya ghala kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 47.69. Kwa mujibu wa wataalamu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, kinachoendelea sasa ni usimamizi wa mipango waliokwisha jiwekea. Tayari wameshaanza kuvuna zao la mafuta na tayari mazao yameshaanza kutoroshwa. Lakini sisi katika halmashauri yetu na wenzetu bado hatujajipanga au kukamilisha maandalizi kwa maana ya kuanza kufanya miradi. Imesaidia mkoa kupata tathmini sahihi za uzalishaji na mauzo ya mazao hayo, na hivyo kusaidia serikali katika mipango mbalimbali ya maendeleo. Kumefanyika kikao cha tathmini ya utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi ya ghala kwa msimu wa mwaka 2024-2025 na maandalizi kuelekea msimu mpya wa mwaka 2025-2026. Mkuu wa mkoa wa Morogoro aliongoza kikao hicho. Amesisitiza umuhimu wa elimu hasa kwa wakulima kuondoa mkanganyiko uliopo. Wakulima hawafikiri wanafikiria kwa yeye.
kwenye ushirika jumba la Kiislamu nende nchi sababu sisi kuleta rais nende nchi mkauzungumzie ushirika wa Tanzania wakulima wanaotaka ushirika. Baadhi yao wakulima wanachama wa vyama vya ushirika washiriki wa kikao hicho wameeleza mtazamo wao, maboresho yanayohitaji uharaka. Kwa sababu serikali inajali haki za watu wake, iingilie kati katika hilo, itengeneze mfumo mmoja tu, mfumo wa stakabadhi ghalani viweze kuongeza nguvu kwenye utoroshaji. Njia mbili, njia ya reli, njia ya kiansi. Getini tunashukuru Mungu pako salama. Tuwe na tahadhari sana na wanasiasa, kwa sababu wameshaanza kusema kwa mwaka wa uchaguzi. Mpango huo kuhamasisha matumizi ya mfumo wa stakabadhi ya ghala ni kutaka kudhibiti changamoto ya muda mrefu wakulima kushindwa kunufaika na shughuli wanazofanya, matokeo ya bei ya ulanguzi kutoka kwa madalali. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa umefungwa baada ya mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyolenga shabaha nyingi kote Yemen. Charles Machugu na habari za kimataifa. المطار استهدف يوم أمس من يوم 6 مايو بأكثر من 20 صاروخ. Taarifa hii imetolewa na msimamizi wa uwanja huo Khalid Al-Shayev, ambaye amesema miundombinu katika uwanja huu umeharibika baada ya kufanyika kwa mashambulizi ya kushtukiza kutoka katika jeshi la Israel. Huenda mashambulizi haya yakaleta athari kubwa na kuibua mzozo kati ya Israel na kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran. Tangu Israel ianze vita vyake dhidi ya Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023, kufuatia shambulizi la Hamas kusini mwa Israel, Wahuthi wameilenga Israel na meli katika Bahari Nyekundu kwa mshikamano na Wapalestina ambao wanaendelea kukumbwa na madhila kutoka kwa Waisrael. Kundi la Houthi limetishia kuanzisha tena mashambulizi mapya dhidi ya meli ambayo yamesitishwa tangu Januari, ambayo yalisababisha majibu kutoka kwa jeshi la Marekani kwa njia ya mashambulizi ya anga ya kila siku. Tukiangazia Sudan. Kiongozi wa jeshi la Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, amesema mifumo yake ya kuzuia ndege ilinasa ndege zisizokuwa na rubani zilizolenga kambi kubwa zaidi ya jeshi la majini katika mji mkuu wa wakati wa vita, Port Sudan. Ingawa taarifa nyingine zinasema kuwa ndege zisizokuwa na rubani kwa mara ya 5 zimeshambulia ngome za jeshi mashariki na kusini mwa Sudan. Mashambulizi hayo yanatekelezwa na wanamgambo wa RSF ambao wanaendelea kupambana na jeshi tangu April 2023. Mji wa Port Sudan ambao umekuwa salama kwa kipindi chote cha vita na kuwa kimbilio kwa wakimbizi na makao makuu ya watoa misaada kwa watu walioathiriwa na vita. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, vita nchini Sudan vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwaacha watu wengine zaidi ya milioni 13 bila ya makazi. Kwingineko, msemaji wa jeshi la Pakistan, Luteni General Ahmad Sharif Chaudhry, amesema raia mmoja ameuawa na wanajeshi 4 wamejeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na India. Katika mapambano hayo, Pakistan imezidungua karibu droni 25 za India. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Pakistan imetangaza kuwa viwanja vya ndege katika miji mikuu mitatu ya Karachi, Lahore na Islamabad vilifungwa hadi saa 12 jioni. Baraza la usalama linalowajumuisha mawaziri kadhaa wa Pakistan limetoa ruhusa kwa jeshi la nchi hiyo kulipa kisasi kwa mashambulizi ya India. Naye waziri wa mambo ya nje wa India, Subrahmanyam Jaishankar, ameonya kuwa watajibu vikali mashambulizi yoyote kutoka Pakistan na hivyo kuzusha wasiwasi katika eneo la Asia ya Kusini, huku juhudi za kidiplomasia za kutuliza mzozo huo zikiendelea.
Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Moshi mweusi umetoka kwenye chimni ya kanisa la Sistine, ishara ya kuwa makadinali wameshindwa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki katika duru yao ya kwanza ya kura. Na mtazamaji, tayari kanisa Katoliki duniani limepata baba mtakatifu. Na kama nilivyokuwa nakwambia, tayari baadhi ya viongozi ulimwenguni wameanza kutoa pongezi, akiwepo Rais Donald Trump wa Marekani ambaye ameandika ujumbe mfupi akisema congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he's the first American Pope. First American Pope. What excitement and what a great honor for our country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment. Huu ni ujumbe kutoka kwa rais wa Marekani akionyesha kufurahishwa na taifa hilo kupata papa baba mtakatifu kwa mara ya kwanza katika historia. Lakini akieleza kwamba ni jambo kubwa sana kwa taifa la Marekani na analiunga mkono na ana heshima kubwa sana kwa hilo, na akisema kwamba atakwenda kuonana naye hivi karibuni. Lakini ni kwamba alizaliwa nchini Chicago, Marekani mnamo Septemba 14 mwaka 1955. Alisomea hisabati katika chuo kikuu cha Villanova na kujiunga na agizo la Mtakatifu Agustino mwaka 1977, akifanya nadhiri zake za daima mwaka 1981. Amefanya utume katika maeneo mbalimbali na anachukuliwa kuwa mshirika wa karibu wa Papa Francisco, na anatarajiwa kuendeleza msitizo wake juu ya kuwafikia maskini na waliotengwa. Sasa kimsingi ni kwamba sasa mnapotaka kusema kwamba sasa tuna nani baba mtakatifu, mtakuwa mnasema tu kwamba ni Papa Leo wa 14. Mtazamaji, muda mfupi ujao utakusomea habari za michezo na burudani. Ufalme wetu haukaukiwi. Hapa show mbili mpya, huku tamthilia endelevu. Hapa vicheko na kule madrama kama yote ndani ya Maisha Magic Bongo. Dada, umekanyaga waya. Kulipia piga *150 *53 reli. Wafalme wa loko, usikanyage waya. Mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, Dua Saidi, amesema ana matumaini ya ujenzi wa miundombinu na viwanja vya soka vinavyoendelea kujengwa katika majiji ya Arusha na Dodoma itakamilika kwa wakati baada ya bunge kupitisha makadirio bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo zaidi ya shilingi bilioni 519.6 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Taarifa zaidi na Mbwana Shomari. Jumatano wiki hii, waziri mwenye dhamana ya michezo nchini Profesa Palamagamba Kabudi amewasilisha makadirio ya bajeti hiyo bungeni jijini Dodoma na kupitishwa na wabunge bunge hilo, huku wizara ikitenga kiasi cha fedha shilingi bilioni 458.1 kwa ajili ya miradi ya maendeleo na kuidhinisha bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka 2025-2026 yenye jumla ya shilingi bilioni 519
$673,000. Dua amesema katika kipindi hiki taifa lipo kwenye maandalizi ya michuano ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani baadaye mwaka huu na ile ya AFCON mwaka 2027 kuwa fedha hizo zitaenda kutekeleza ujenzi wa viwanja hivyo. Hivi viwanja viwili peke yake vina cost si chini ya bilioni 400. Kwa sababu mara mwisho tumekwenda Dodoma kuweka jiwe la msingi, kile kiwanja cha Dodoma kina cost si chini ya bilioni 200 na. Kwa hiyo katika ile budget ya bilioni 500 na something tunaweza kusema labda pale itabaki B1. Ile B1 ukijumlisha katika hizo timu zetu za taifa, na kuna baadhi ya viwanja ambavyo vinatengenezwa sasa hivi kwa ajili ya kufanyia mazoezi timu za kimataifa zitapokuja katika mashindano ya AFCON, nadhani bajeti ile ya B1 itakata mapema tu. Dua Saidi, nyota zamani wa timu ya Mtibwa Sugar na klabu ya Simba, amewashauri viongozi wa vyama na mashirikisho ya michezo nchini kuendelea kushirikiana na serikali katika maandalizi ya timu za taifa. Kushirikiana pamoja na Wizara ya Michezo na Utamaduni, wanaweza kujua nini kinahitajika, ndipo pale hata timu ya taifa au timu za mataifa zinaweza zikafanya vizuri. Kwa sababu kuna timu nyingi sasa hivi za taifa, kuanzia under 20, under 15, kuna under 17, zote zile zinahitaji huduma. Baadhi ya wadau wa michezo jijini Dar es Salaam wamekuwa na maoni tofauti juu ya makadirio hayo ya bajeti. Maandalizi kama hayo yanatakiwa yawe makini kwa kuzingatia mama alivyotoa mchango kama huo. Ina maana katunga mkono mkubwa sana. Bajeti nzuri, mwanga wa michezo Tanzania unaonekana na timu zinaonekana. Sasa kama bajeti imeingia afu hawafuati ile vigezo na masharti, ni bure tu. Nadhani hii bajeti itabezi kwenye michezo ambayo tumeizoea. Itabezi kwenye football, labda itabezi kwenye netball, itabezi kwenye riadha. Kwenye michezo mingine tutaendelea kuwasahau kama tunavyowasahau miaka mingine. Nchi ya Kenya, Uganda pamoja na Tanzania ni waandaaji wenza wa mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027 na mashindano ya wachezaji wa ndani yani CHAN yatakayofanyika Agosti mwaka huu. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Uongozi wa klabu ya Yanga umeshauri kutokaidi mamlaka zilizopewa dhamana ya kuendesha na kusimamia soka nchini kwa kupeleka timu kucheza na klabu ya Simba Juni 15 mwaka huu baada ya shauri lao katika mahakama ya usuluhishi wa michezo kimataifa CAS kukataliwa. Tupate taarifa zaidi. Klabu ya Yanga ikiendelea na mazoezi kujiwinda na mchezo wa nusu fainali wa kombe la CRDB, mchezo uliopangwa kufanyika kwenye uwanja wa Mkokwani jijini Tanga, huku timu hiyo ikionekana kuimarika zaidi baada ya kurejea mazoezini kwa wachezaji waliokuwa majeruhi. Kando na hilo, baadhi ya wachezaji wa Mwanza Stars veterani na Mwanza veteran wanasema ni vema uongozi wa klabu ya Yanga ukakubaliana na mamlaka ya soka kwa vile swala walilolipeleka CAS limerejeshwa kwa mamlaka za soka nchini kwa ajili ya utatuzi. Jambo la msingi, lazima tuheshimu uongozi ambao unaotuongoza, kwa sababu bila uongozi kwa namna moja ama nyingine inakuwa haina maana. Lazima tuheshimu uongozi. Mamlaka ni jambo la msingi na ndio wanaotupa mwelekeo. Kwa hiyo ni kitu tu cha kujaribu kuweza kukutana na uongozi wa TFF na kuweza kulimaliza hilo swala, kwa sababu huu vutano kwa namna moja ama nyingine kidogo unakuwa sio mzuri. Hii pepesa ambayo inatusumbua sasa hivi, hili jambo viongozi wa TFF na hata wizara pia wangejaribu kukaa kuona hao watu wawili wanawekaje sawa ili jambo liweze kuwekwa vizuri kwenye timu nzima na sisi ili tupate mchezo kwenye hili jambo, kwa sababu timu yetu na nchi yetu sasa hivi tunaenda kwenye mashindano na mashindano sisi ni wenyeji pia. Kwa hiyo kama tutakuwa tunaingia kwenye huu mtego itatugharimu. Kwa mtazamo mwingine, Yanga wana haki ya kusema kwamba hawana imani na kile chombo kutokana na maamuzi ambayo alishachukuliwa hapo nyuma. Umeona, na tayari Yanga waishapeleka malalamiko yao mbele zaidi. Japo ile malalamiko yamerudishwa ili yaweze kuja kusoviwa katika nchi yetu huku. Kwa hiyo ina maana kinachokuja kutokea hapo, kiongozi Yanga wanatakiwa wakutane tena na viongozi wao waweze kuweka hilo swala sawa. Kwa upande wa pili wa shilingi, makocha wa timu hizo Edward Morris Kiswagala na Emmanuel Kalongoji wanasema wametengenezwa uswahiba baina ya timu hizo mbili, ikiwa ni pamoja na kubadilishana mbinu za ufundishaji kwa vile kila timu mwaka huu ina ziara ya kimichezo. Mazoezi ya leo tumefanya mazoezi mechi na wenzetu wa Mwanza Stars
ambao tunafanya nao mazoezi ya pamoja. Leo tumeamua sasa tujipime, tuone yale mazoezi ambayo tumeyafanya wiki iliyopita na wiki hii. Ndio maana leo tumeamua tutengeneza hii mechi ya kirafiki kwa ajili ya maandalizi hayo kuelekea kwenye safari yetu. Huu ni mechi ya kirafiki tu, haina pointi tatu wala nini. Kwa tunawasihi waongeze umakini sana kulinda afya ya mwenzako ili kesho tena mkutane mkiwa wazima msalimiane. Lengo kubwa ndio hilo. Mwanza Veterani imepanga kufanya ziara ya kimichezo huko visiwani Zanzibar Juni mwaka huu, ili hali timu ya Mwanza Stars Veterani imeweka mikakati ya kufanya ziara ya kimichezo jijini Dodoma mwaka huu. Abdullah Tilata, Star TV, Mwanza. Katika mchezo ambao umechezwa wa ligi kuu ya NBC jioni hii, Simba dhidi ya Pamba, ni kwamba Simba imeibuka na ushindi wa mabao 5-1, mchezo ambao umechezwa katika uwanja wa KMC Complex. Tujiunge na Abdalla Tilata kwa undani wa habari za michezo kimataifa. Shirikisho la soka duniani FIFA limekutana na rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wanaoshughulika na masuala ya kigeni kwa lengo la kupunguza wasiwasi kuhusu muda wa kusubiri visa za kuingia nchini humo kwa ajili ya fainali za kombe la dunia za mwaka 2026. FIFA imefanya washa na wafanyakazi wa